Habari za muda huu, ni wakati mwingine tunakutana kujuzana yale ya kimichezo ambayo yametupata katika meza yetu ya matangazo hapa, na leo ni kuhusiana na moja kati ya taarifa kubwa ambayo imeweza kutolewa na wadau wa michezo kuelekea kwa dabi ya Kariakoo ambayo bado haijaeleweka kama itakuwepo ama haitakuwepo. Katika siku za hivi karibuni imeonekana viongozi wa klabu ya Young Africans wakisafiri kutoka nchini na kwenda nchi za nje ambako wamekwenda kwa kila kiongozi akienda kwa sababu yake. Imenukuliwa kwamba Engineer Said ambaye pia ni kiongozi mkuu wa klabu ya Young Africans kama rais wa klabu hiyo yuko Marekani, ambapo yuko amechukua kozi ambayo bado anaendelea kusoma. Ikumbuke katika siku za hivi karibuni ameonekana yupo nchini Italy ambapo walikuwa wamekwenda kutazama fainali ya kombe la UEFA Champions League, ambapo pia alikuwa amepata mwaliko mara baada ya kutoka hapo akapita huko Marekani ambako amekwenda kuchukua hiyo kozi ambayo anatajwa rais wa klabu hiyo ya Young Africans kusoma hiyo kozi. Lakini kwa taarifa tulizonazo ni kwamba bodi ya ligi imewaita viongozi wa klabu ya Young Africans waketi meza moja kutazama swala hili la dabi ya Kariakoo, ambapo zimebaki siku kadhaa, ikiwa zimebaki kama wiki moja mchezo huo wa dabi ya Kariakoo kupigwa, ambao umetajwa kuchezwa tarehe 15 ya mwezi wa 6, ikiwa leo ni nusu ya siku ambazo mchezo huo uchezwe. Basi tunaambiwa kwamba tayari sasa bodi ya ligi wanahitaji kuketi meza moja na klabu ya Young Africans, lakini klabu ya Young Africans hawako tayari kabisa kuketi meza moja na bodi ya ligi, na mpaka sasa unavyoambiwa kikao kizito kimekalika, lakini hakuna kiongozi yoyote wa Young Africans wala mwakilishi wa klabu hiyo ya Young Africans ambaye amehudhuria kikao hicho. Azma ya kikao hicho ilikuwa ni kuona ni namna gani maandalizi ya mchezo wa dabi hiyo ya Kariakoo ambao Young Africans wanatakiwa kuyafanya na kuendelea nayo. Bodi ya ligi ilitaka kujua kwamba wamefikia wapi juu ya maandalizi ya mchezo huo ambao unatajwa kuchezwa siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 6, kitu ambacho Young Africans hawajakubaliana nacho kabisa na wala hawaelewi ni nini kinaendelea. Bado wameshikilia msimamo wao ule ule kwamba hawatoshiriki mchezo huo na wala hawautambui, haupo katika kalenda zao za michezo ambazo zimebaki. Ikumbukwe katika siku za hivi karibuni Young Africans wamefanya kikao na waandishi wa habari, na baadhi yao wakazungumza kuelekea msimamo wao kuelekea katika mchezo huo, na wakasema kwamba hawautambui na wala siwepo mtu yeyote wa kuwapotosha mashabiki na wapenda soka wa klabu hiyo ya Young Africans wakatoka mikoani kuja Dar es Salaam wakiamini kwamba dabi ya Kariakoo itakuwepo, mpaka pale ambapo maswali yao ambayo wameyamention watakapojibiwa, ama ikitokea viongozi wa bodi ya ligi wamejihuzuru, basi Young Africans wako razi kwenda kucheza mchezo huo. Siku za hivi karibuni pia amenukuliwa mwenyekiti wa bodi hiyo Steven Mguto akizungumza na waandishi wa habari kuelekea kwa sakata hilo la dabi ya Kariakoo, lakini ameonekana kuwa mkali kweli kweli na kujibu vitu ambavyo havistahili kabisa kujibiwa kwa mtu kama yeye ambaye pia ni mwenyekiti na mtu ambaye anategemewa kuongoza mpira wa Tanzania. Amekuwa akijaribu kuondoa ukali na ukakasi wa jambo hili lililopo, lakini waandishi wa habari wamekuwa wakimforce ili aeleze ni nini kinachoendelea, kama bodi wao wamepanga nini na nini kitakachotokea mara baada ya tarehe hiyo kupita, kama Young Africans wataendelea na msimamo wao ule ule wa kutopeleka mechi uwanjani. Bana, katika siku za hivi karibuni tulifanya midaharo kadha wa kadha na wadau wa michezo kuzungumzia juu ya issue hii. Kuna watu walijaribu kuzungumza kwamba kitu ambacho wanakifanya bodi ya ligi ni kama wanapoza chai kwa maji bila kujua kwamba wanapunguza ukali wa sukari. Moja kati ya vitu ambavyo vilizungumziwa ni kwamba bodi ya ligi wanachokifanya ni kama wanampa chanuo mtu mwenye kipala, walishafanya kitu ambacho kimekuwa ni kizito tarehe 8, lakini wanataka wakipoze kwa sasa hivi, na wanatumia nguvu kubwa
kushawishi umma waone kwamba Young Africans wana makosa katika hili, wanahitaji adhabu, lakini wao walishindwa kusimamia sheria na kanuni za mpira toka siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 3. Ukiangalia kwamba Young Africans ni kwa nini hawana imani na bodi ya ligi ama kamati ya mashindano, kwa sababu moja ambazo ninaweza nikakupa hapa. Sababu ya kwanza ni kwamba mwenyekiti wa bodi ya ligi ni Steven Mguto, ambaye wao ndo walihusika kuahirisha mechi pasi na kufuata kanuni na sheria ambazo zingetakiwa kusimamisha ama kuahirishwa kwa mechi. Lakini ukisema kwamba Young Africans waende katika kamati ya mashindano, ili sasa ujue kwamba structure uongozi wa mamlaka ambazo zinasimamia mpira wetu wa Tanzania ni kama wanapeana. Unaambiwa kwamba TFF ndo mamlaka kubwa na ya juu zaidi ambayo inasimamia mpira wa Tanzania, lakini bodi ya ligi ni wasimamizi pia wa ligi kuu ambao wanasimamia mpira wetu wa Tanzania. Lakini kuna kamati ya mashindano ambayo inatokana na TFF pia. Mjumbe Steven Mguto ni mjumbe wa kamati ya mashindano ya ligi kuu, na Almas Kasongo ambaye pia ni CEO wa bodi ya ligi ni mjumbe wa kamati hiyo ya mashindano. Ina maana kama Young Africans watachukua nafasi ya kupeleka malalamiko katika kamati ya mashindano, wale ambao wamewaacha kwenye bodi ya ligi ndo wale wanaowakuta tena katika kamati ya mashindano, na hao ndo wanahitaji kuwafanyia maamuzi ya kesi yao. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Young Africans wameona kwamba kila ambacho wanakikwepa bodi ya ligi ni hicho watakachokwenda kukutana nacho katika kamati ya mashindano. Kwa hiyo ni bora wakaahirisha kuchukua hatua yoyote kama jinsi ambavyo kasi walivyowataka, kutokana na kwamba bodi ya ligi inasimamiwa na Steven Mguto kama mwenyekiti, lakini kamati ya mashindano Steven Mguto yupo kama mjumbe wa kamati hiyo, lakini pia CEO wa bodi ya ligi ambaye ni Almas Kasongo naye pia ni mjumbe katika kamati hiyo ya mashindano ambayo yote iko chini ya TFF. Unaona kabisa kwamba Young Africans kwa namna yoyote hakuna sehemu ambapo wanaweza kwenda Steven Mguto asiwepo katika structure yote ya uongozi wa TFF. Steven Mguto huwezi ukamkwepa, wala Almas Kasongo huwezi ukamkwepa. Ukimkwepa sana lazima utakutana na Wallace Karia ambaye pia anaonekana ni mwiba katika uongozi na katika upande wa Young Africans. Kumekuwepo kwa taarifa nyingi sana zikiendelea kuenea katika mitandao ya kijamii kwamba huenda mchezo huu pia ukaahirishwa siku ya tarehe 15 ukapangiwa tarehe nyingine. Hizo zimekuwa ni za ndani kabisa za kikachelo ambazo zimekuwa zikitufikia katika meza yetu ya matangazo juu ya kile kinachoendelea kwa sasa, lakini bado haijawa official, na huenda kama mchezo huo hautaahirishwa siku ya tarehe 15 kwa mara nyingine tena, huenda viongozi wa bodi ya ligi wakajihuzuru kadha wa kadha ili kuwapisha Young Africans waweze kupeleka timu uwanjani, kutokana na kwamba kama Young Africans atakatwa pointi 15 katika pointi zao, huenda yakawa madhara makubwa kuliko madhara ambayo yangepatikana kama viongozi wa bodi ya ligi wangejihuzuru, ama yangepatikana kama bodi ya ligi wakiahirisha mchezo huu na kupangiwa tarehe nyingine tena. Hizi zimekuwa ni za ndani kabisa ambazo zimetufikia, na sasa tukasema tukupenyezee hapa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea huko katika bodi ya ligi. Unaambiwa kwamba mpaka sasa viongozi wa bodi ya ligi tumbo joto, hawaamini kinachoendelea mpaka sasa, hawakujua na wala hawakuamini kama Young Africans watashikilia msimamo wao huo wa kutopeleka timu uwanjani na kutoshiriki mchezo huo na kutoutambua kabisa mchezo huo namba 184 ambao unatajwa kuchezwa tarehe 15 ya mwezi wa 6. Lakini mpaka sasa Young Africans wameshikilia msimamo wao, si viongozi, si mashabiki, si wazee wa klabu hiyo ya Young Africans ambao pia waliweza kutoa statement yao na kuzungumza kwamba endapo kama Young Africans atakatwa pointi zake 15, basi unaambiwa kwamba ligi itakuwa imeishia hapo na
hatujajua sasa kwamba ni kwa namna ipi ligi itakuwa imeishia hapo. Bana, kwa taarifa zote hizi utaendelea kuzipata hapa H&T Media. Endelea kubaki nasi, ni mimi naikuletea taarifa hizi, wanaita reporter wa Uswazi. Bye bye.